Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika tamu zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Russia imesema kuna ushahidi mpya unaoonyesha kuwa Ukraine inafadhili ugaidi katika nchi kadhaa za Afrika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, Maria Zakharova, amesema kuna ushahidi mpya unaoonyesha kuwa Ukraine inayasaidia makundi ya wanamgambo na ya kigaidi katika eneo la Sahel barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kuyasambazia ndege zisizo na rubani. Akizungumza katika mkutano na wanahabari, Zakharova ameeleza kwamba Kyiv inatoa wakufunzi na ndege zisizo na rubani kusaidia operesheni za kigaidi katika nchi za Niger na Sudan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ameashiria taarifa zilizohusishwa na Kanal Fatal al-Saidi wa idara ya intelijensia ya jeshi la Sudan, ambaye amesema mamluki wa Ukraine na Colombia wanapigana bega kwa bega na wanamgambo wa vikosi vya usaidizi wa haraka wa nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na kutumia ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa Ukraine. Kwa mujibu wa Zakharova, harakati za makundi ya kigaidi katika nchi kadhaa za Afrika zimehusishwa na uuzaji haramu wa silaha zilizotolewa na nchi za magharibi kwa Ukraine. Silaha kama hizo zimeripotiwa kupatikana miongoni mwa makundi ya kigaidi nchini Burkina Faso, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali, Niger, Sudan, Somalia, Syria, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Chad, ameeleza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia. Mnamo mwezi Juni, afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan aliiambia channel ya Russia Today kwamba Kyiv ilikuwa inaipatia silaha kundi la wanamgambo la RSF. Alisema Ukraine ilikuwa ikifanya kazi chafu ya nchi za magharibi kwa kuunga mkono makundi yanayobeba silaha yanayohusika na mashambulizi ya kigaidi katika nchi za Libya, Somalia na Niger. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Mali Abdoulaye Maiga alishutumu Ukraine kwa kusambaza ndege zisizo na rubani za kamikaze kwa makundi ya kigaidi na kuonya kwamba utoaji wa silaha unaofanywa na nchi za magharibi kwa Kyiv unaweza kuchochea ugaidi duniani. Mali ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na Ukraine mnamo Agosti 2024, ikinukuu taarifa za maafisa wa Ukraine waliodai kuhusika na kusaidia makundi ya wabeba silaha yaliyohusika katika shambulio la 2024 huko Tinzousten. Vile kumekuwa na utulivu mkubwa katika mazungumzo kati ya Urusi na Marekani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, kwa hakika mazungumzo kama ufuatiliaji wa mazungumzo ya Istanbul yamekwama kwa kiasi kikubwa. Kuhusu Ukraine haijatoa maoni yoyote juu ya hati maendeleo yetu yamesimama, alilaumu. Vile Volodymyr Zelensky inaonekana amepoteza mawasiliano na ukweli na sasa anatoa madai ya kukasirisha. Waziri wa mambo ya nje wa biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema, nadhani rais wa Ukraine amepoteza hisia zote za ukweli. Amejitenga kabisa na ukweli, ambayo labda ndiyo sababu anasema mambo ambayo yangezua hasira katika hali ya kawaida. Anasema kwamba Ukraine ingekuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Mpendwa Mheshimiwa Rais, si juu yako kuamua. Maamuzi kama haya hayafanywi na wale wanaotaka kujiunga na Umoja wa Ulaya, bali na wale ambao ni wanachama wa juu wa mpango huo. Szijjártó alibainisha kuwa maamuzi juu ya kukubaliwa kwa wanachama wapya kwa EU yanapaswa kufanywa kwa kauli moja tu, huku Hungaria ikipinga wazo la wanachama wa Ukraine. Watu wa Hungaria tayari wameamua kwamba hawataki ushirikiano wa kimkakati na Ukraine. Hatutaki Ukraine kuwa mwanachama wa EU na NATO, waziri wa mambo ya nje aliongeza. Vile Waziri Mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov ametoa wito kwa Rais wa Marekani Donald Trump kutofanya makosa makubwa ya kimkakati katika usambazaji wa makombora Tomahawk hadi Kyiv. Alipoulizwa angesema nini kwa kiongozi huyo wa Marekani sasa kuhusu majadiliano kuhusu kuhamisha makombora hayo, Azarov alisema hatakosa fursa ya kumwonya Trump dhidi ya hatua hiyo mbaya. Anasema, ningesema, mpendwa Mheshimiwa Rais, bado ninamtendea kwa heshima. Amefanya mengi kusahihisha kushindwa, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mahusiano ya kawaida na Urusi. Amefanya mengi katika suala la kutathmini sababu halisi za mgogoro huo. Kwa hiyo nasema, mpendwa ndugu Mheshimiwa Trump, unafanya kosa baya hivi sasa, na sio kabisa kuhusu uharibifu ambao Tomahawks huko Urusi itawasha. Bila shaka itasababisha uharibifu. Mpatanishi mshiriki anayewezekana katika mazungumzo ya amani ili kuungana na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kwa upande wa adui zako, hiyo ni unafanya makosa kimkakati, Azarov alisema. Vile wanajeshi wa Urusi wameungana karibu kwa kilomita 1 katika ulinzi wa jeshi la Ukraine
karibu na makazi ya Stavki katika Jamhuri ya Watu Donetsk tangu mwanzoni mwa juma. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema vikosi vya Urusi vimesonga mbele mashariki mwa makazi ya Stavki katika eneo la DPR na kukwama kwa karibu kilomita 1 kwenye ulinzi wa adui tangu mwanzoni mwa wiki hii, mtaalamu huyo wa kijeshi alisema. Vile vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vimeshambulia vijiji vya mkoa wa Belgorod kwa kutumia ndege zisizo na rubani zaidi ya 65 na kurusha zaidi ya risasi 30 katika muda wa saa 24 zilizopita, Gavana Vyacheslav Gladkov anasema kupitia channel yake ya Telegram. Hapo kwenye uwanja wa kivita, jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1450 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele kwenye muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi siku ya Alhamisi. Vile Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutaka kusababisha machafuko nchini Ukraine kutokana na kuishambulia miundombinu ya gridi ya taifa ya nishati na reli. Katika maoni yake yaliyochapishwa Alhamisi na vyombo vya habari, Zelensky amesema kazi ya Urusi ni kuleta machafuko na kuweka shinikizo la matatizo ya kisaikolojia kwa watu kupitia mashambulizi kwenye miundombinu ya reli na nishati. Anasema mashambulizi ya Urusi kwa mwaka huu tayari yameiweka miundombinu ya gesi ya Ukraine chini ya shinikizo kubwa. Aidha, Zelensky amesema watahakikisha wanaweka bei maalum ya gesi kwa watumiaji wa nyumbani wakati wa msimu huu wa baridi na kwamba hawatopandisha bei ya gesi. Kulingana na kiongozi huyo wa Ukraine, mashambulizi zaidi katika miundombinu ya gesi na reli yanaweza kuilazimisha nchi hiyo kuongeza uagizaji wa nishati kutoka nje. Hivi karibuni Ukraine imeongeza pia mashambulizi ya droni na makombora kwenye ardhi ya Urusi katika operesheni ambazo Zelensky amesema zinaonyesha matokeo na ambayo yameongeza bei ya mafuta nchini Urusi. Hayo yakiendelea, Marekani na nchi za magharibi kwa ujumla zinaongeza shinikizo kwa Urusi ili kufikia suluhu katika mgogoro wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anasema akijibu maswali ya waandishi wa habari mwanzoni mwa mkutano na mwenzake wa Finland Alexander Stubb katika ikulu ya White House. Vile Hungaria itapinga shinikizo kutoka kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya na kudumisha upinzani wake kwa Ukraine kujiunga na EU pamoja na kufadhili jeshi na serikali ya Ukraine. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anatangaza kwenye kipindi cha asubuhi. Katika wiki zijazo Hungaria itakabiliwa na shinikizo kubwa. Tutahimizwa kuunga mkono wanachama wa Umoja wa Ulaya wa Ukraine na kutenga fedha zaidi kwa ajili ya misaada ya Ukraine. Hata hivyo, serikali ya Hungaria inapinga vikali hili. Tunakataa kuchukua pesa kutoka kwa watu wetu na kuzituma Brussels na Kiev. Alisisitiza kwa Ukraine inajaribu kuingiza Ulaya vitani kwa gharama yoyote ile. Anasema wanatafuta kujiunga na NATO na Umoja wa Ulaya wakihitaji msaada wa kifedha kwa jeshi na serikali yao. Pia wanataka kuona mabadiliko ya serikali nchini Hungaria, Orban alisema, akirejelea uchaguzi ujao wa bunge uliopangwa kufanyika Aprili 2026. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.